Sakata la mabinti wa chuo kikuu ambao waliompiga mwenzao wa kike na kumdhalilisha vibaya bado linaendelea kushika kasi kwenye vyombo vya habari mbalimbali, lakini pia vile vile kubwa zaidi ni kwamba mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima ameweza kutoa tamko leo rasmi. Nataka ninukuu kama ilivyoandikwa katika ukurasa wake wa Instagram, alafu tutakuja hapa kwa ajili ya kutanabai mimi na wewe mtazamaji na msikilizaji wa Afro Media kwa kile ambacho kilichoandikwa kwamba Mwijaku naye ahojiwe na polisi kuhusiana na sakata hili ambalo linaendelea. Dr. Dorothy Gwajima anasema taarifa kwa umma kuhusu mabinti wanafunzi wa vyuo vikuu waliomdhalilisha binti mwenzao Dar es Salaam tarehe 23 Aprili 2025. Ndugu wananchi, rejeeni taarifa yangu kwa umma ya tarehe 20 Aprili 2025 kuhusu mada tajwa hapo juu. Jeshi la polisi linaendelea kutimiza wajibu wake wa kisheria kuhusu kuwahoji wahusika wa tukio hilo. Aidha, kwa upande mwingine, jamii nayo imeendelea kuhoji mbona aliyetajwa kuwa ni Mwijaku hakamatwi. Ndugu wananchi, napenda kuhakikishia kuwa Mwijaku aliyetajwa kwenye video ya mgogoro wa mabinti hao naye atahojiwa kwa mujibu wa sheria, na baada ya hapo wizara yangu itaona nini ifanye kuhusu muktasabali mzima wa maadili ya jamii na nafasi ya huyo Mwijaku na wengine wenye nafasi zenye kuchochea kasi ya athari chanya au hasi kwenye jamii, kwenye maadili ya jamii. Aidha, na waomba tuwe watulivu na tuendelee kufuatilia taarifa za jeshi letu la polisi. Asanteni kwa ushirikiano wenu. Lakini haya ndio maneno ambayo aliyozungumza mheshimiwa Dorothy Gwajima kupitia kile ambacho kinachoendelea kutrend huko mitandaoni, ile kesi ya au sakata la mabinti wa chuo ambao waliomfanya vibaya na kumdhalilisha mwenzao, binti mwenzao kutokana na kugombea mwanamume, lakini mwanamume mwenyewe aliyotajwa alikuwa Mwijaku, lakini hatujafahamu kwamba ni Mwijaku yupi. Sasa ni Mwijaku huyu ambaye tunayemfahamu au kuna Mwijaku mwingine? Jamani, kupitia hii post ya mheshimiwa Dorothy Gwajima imezua maswali mengi sana kwamba Mwijaku anatakiwa naye ashikiliwe ama ahusishwe ama aweze kufika katika mkono wa sheria, maana polisi wamhoji na yeye kwamba hiki ambacho kinachoendelea anahusika kwa namna gani. Lakini pia vile vile jamani, kupitia hii post kuna comments nyingi sana ambazo watu wamecomment, wameweza kuchangia mawazo yao. Nataka tusome kidogo, ni nukuu yale ambayo watu walioandika, alafu turudi hapa kwa ajili ya kutanabai au tutanabai yote ambayo yaliandikwa kwamba yana usahihi kwa kiasi gani, ama pengine tunaweza kupata japo fununu kuhusiana na Mwijaku huyu anayetajwa hapa. Ni Mwijaku huyu ambaye yuko na mke wake bado anaendelea kula bata na nini, na kuwafumba midomo wote ambao wanasema kwamba Mwijaku ana tabia mbaya, Mwijaku amefanya vibaya, Mwijaku hivi na vile, lakini yeye bado anaendelea kudunda na ndoa yake. Comment ya kwanza jamani kusoma hapa ni ya huyu Judy Kitenge, anasema lina tabia jamani, hii comment ngumu kweli kweli, siwezi hata kuisoma. Huyu anaitwa Mvua 256 anasema umalaya kitu kibaya sana mheshimiwa. Jamani, umalaya gani? Huyu anaitwa Beatrice Gmail anasema Mwenyezi Mungu akutunze mama Gwajima, unaitendea kazi wizara yako na kupenda sana. Ni kutokana na hichi ambacho kinachoendelea kwamba mheshimiwa amekuwa karibu sana, amefuatilia sana mengi kuhusiana na sakata hili, na pia vile vile anahakikisha kwamba ile haki inatendeka. Lakini huyu anaitwa Dennis Dahawa anasema mkuu, mimi naomba ajira ya kuwa mpiga picha wako, japo sijui kupiga picha ila tutavumiliana tu, kikubwa nipate ajira. Jamani, tuko kuni comment kuhusiana na binti huyu au mabinti au binti yule aliyodhalilishwa. Na pia vile vile hapo ametoa rai au ametoa kauli kwamba yule ambaye aliyehusika katika kuwagombanisha hao wana mabinti hao wa chuo kikuu akamatwe, ahojiwe, aitwe ahojiwe. Mtu unaleta komenti za kuomba ajira si mbaya, lakini sisi ndio tushakwambia Waswahili kwamba komenti hiyo
haiendani na kile ambacho tunajadili hapa sasa hivi. Huyu ndio Lises Kidoa anasema unaopiga mwingi sana, Mungu akutunze, kazi yako ni njema, mama yetu mzuri. Lakini huyu anaitwa Veronica Garusi anasema sawa mama, wafundishe heshima. Huyu mwingine anaitwa Justus Pius anasema mama yetu msikivu Dr. Gwajima, pia kuna unyanyasaji mwingine unaendelea katika jamii yetu, naomba namba yako nikupigie, nikupe mkanda mzima, hata maelezo hayatoshi. Lakini pia vile vile kuna huyu anaitwa Kelvin anasema mheshimiwa, naomba Mwijaku achape viboko 10 kwa niaba yangu, maana sipo nipo kwenye msiba wa papa huko Italy. Jamani, makubwa haya madogo na nafuu. Huyu ameomba Mwijaku apigwe viboko 10. Sasa hatujamfahamu huyo Mwijaku ni nani ambaye anayesemwa hapo. Kwa hiyo jamani, tutaendelea kufuatilia zaidi tujue kwamba Mwijaku ambaye anazungumzwa hapo ni Mwijaku gani. Alafu tarudi hapa kwa ajili ya kuwajuzeni kile ambacho kinachoendelea. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu na kukujuza yale yote ambayo yanaendelea, basi usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwenye channel yetu Afro Media.